ukianza kupambana kukataa hiyo hali unayopitia, unashangaa kuna uwepesi utakuja na roho nzito itaondoka. Roho nzito ikishaondoka, maana yake tayari majibu yameshaachiliwa. Hatima ni mpango ambao Mungu amekuwekea kwa ajili ya maisha. Hapo ulipo kuna kazi Mungu ameweka ndani yako. Nataka hicho kitu kikazaliwe. Jambo la pili, hatima yako ni kwa nini ulizaliwa. Haunafikiri mamaka tu amependa akaenda leba akajifungua. Hakupenda. Hata mamaka wakati anatafuta mtoto au baba, usije ukafikiri walijua utakuja wewe. Ni Mungu alipanga. Mbona kuna wengine wanatafuta watoto wapati? Mungu alijua atakuja Mary. Mungu alijua atakuja Elisha. Mungu alijua atakuja fulani. Na Mungu alipanga uingie kwenye tumbo la mama yako. Na alipopanga aliweka sababu ya kuzaliwa kwako. Airibo shanda. Nataka hiyo sababu ya kuzaliwa kwako itokee kwenye maisha yako. Hebu sema, nataka ile sababu ya kuzaliwa kwangu ionekane. Sasa shetani akishaona Mary amezaliwa kwa sababu ya jambo fulani, Mary amezaliwa kwa sababu ya kwenye tumbo lake kuna wafalme watakuja kupitia, Mary amezaliwa au fulani amezaliwa kwa sababu kuna biashara 10 atakwenda kufungua na kuna watu mitaani watapata biashara, fulani amezaliwa kwa sababu atakwenda kuponya boma fulani, na kuna watu mko kwenye boma fulani hamko kwa bahati mbaya. Yani umeenda kama mwanamke, umeoa kama mwanaume, lakini ulimwengu wa roho wanajua Hebron, wanajua Esther si wa kawaida kwenye familia, ameletwa na Mungu ili akaokoe familia fulani. Kuna watu mamaka alipona kupitia maombi yako. Kuna watu boma uliopo wachao wanapata shida kwa ajili yako. Nami natabiri kinabii Mungu akupe hilo kusudi leo likadhihirike. Kuna watu eneo mliopo watu wanapata shida. Kuna dada unaona vita kwenye ndoa, unaona madeni. Kuna kijana unaona vita kwenye bomu uliopo, wewe unaona vita. Sikiliza, yamkini Mungu amekuleta bado baraka hazijadhihirika kimwili, lakini kimwili tu kuna ngome unaharibu, kuna falme zinaharibika, kuna watu wanapata shida, Freemason wanapata shida, wachawi wanapata shida, kuna vichawi vinapata shida. Na wewe kwa sababu unajiona tu na lolote unajidharau, kuna kusudi la kwenda hapo. Wewe umeenda kwa kusudi la Bwana. Robo shaka natamka hicho ndicho kitakachotokea. Kuna watu mko hapa ulikotoka wanataabika wakikuangalia tu. Kuna watu wanapata shida, kuna watu wachao hawakatizi na ungu usiku. Kuna watu wanaenda kwa waganga lakini vitu vyao vinagoma kwa ajili yako moja. Na unajiona wa kawaida tu kwenye hiyo familia, hata kama vita ipo kuna kusudi la wewe kuwepo pale. Na mimi nataka niombe leo upako kuatamie ili wakaropoke waseme, Esther, kwa kweli tumeshindwa, vitu vyetu vimeshindwa kwa ajili yako. Mtu mmoja apokee hilo neno, yani anga irindime na anga ipate shida kwa ajili yako. Hebu sema, kuanzia leo anayenidharau aendelee kunidharau, lakini mimi sitajidharau. Hata kama una umri kiasi gani, wewe ni mtu tofauti. Sema kuna kitu kinakwenda kutokea. Kwa nini umezaliwa? Mbona hujazaliwa Marekani? Mbona hujazaliwa kwa wazazi wengine? Mbona umezaliwa kwenye familia iliyo duni sana? Kwa nini umezaliwa hapa? Hatima ni kwa nini umezaliwa. Leo nataka umuulize Mungu hilo jambo, alafu atakufunulia. Uko tayari tuombe? Jambo la tatu. Namba 3 ni mpango mzuri ambaye Mungu amekuwekea katika kitabu kile cha uzima kabla hujazaliwa. Hatima yako ni mpango mzuri ambaye Mungu amekuwekea kabla hujazaliwa. Yani kabla mamako na baba wajaanza kutafuta mtoto, kule mbinguni walianza kupanga. Wakasema Eriki nenda duniani. Wakasema mama anatafuta mtoto. Anatafuta mtoto gani? Anaomba tu yeyote. Au tumpeni mtoto wa kike au tumpeni wa kiume. Kabla hujaja kwenye tumbo la mama yako, wakati baba anatafuta, maana baba wanachangiaga tu mwili, wanaona soma science, lakini roho inatoka kule mbinguni. Ndio maana ukifa mwili wako tunauzika, lakini roho yako inatoka inaenda kwa Mungu Muumba, tunarudi kwake. Sasa ile roho wakati inakuja, wakati mama na baba wameandaa mwili, ile roho wakati inakuja,
kitabu chako kilifunguliwa kwamba Elisha, utakwenda duniani, utapita hapa, utakwenda kusoma shule fulani, utapita hapa, utapita kwenye mikono ya wazazi fulani, lakini miaka 15 ijayo utakwenda kuwa nabii, utakwenda kuwa dokta, utakwenda kuwa mama wa baraka, utakwenda kuwa mfanyabiashara, utakwenda hicho ndicho ninachotaka Bwana afanye. Mwangalie mtu amekaa hicho ndicho ninachotaka Bwana adhibitishe kwenye madhabahu hii. Kwa hiyo wakati unakuja, kitabu kilifunguliwa, kikaandikwa, Elisha, tunakutuma duniani, wewe ni roho. Roho haifi, roho hazifi. Kwa hiyo ikaandikwa, Elisha, utakwenda duniani. Mama si ajabu anasema anacheka kule, na kuja tu kama roho naingia, nimeingia na vitu vyote. Kama ni mfanyabiashara nimeingia nayo, kama ni kipawa nimeingia nayo, kama ni elimu nimeingia nayo, kama ni nyumba nimekuja nayo, kama ni ukombozi nimekuja nayo. Ndio maana mtoto huyu akizaliwa anazaliwa amekunja ngumi. Hakunaga mtoto anayezaliwa anafanya hivi, kila mtu anakunja ngumi. Ni ishara tumekabidhiwa vitu kwa Bwana, tumekuja navyo. Nami nataka niseme vile vitu, kama wamepanga kuiba hawataiba. Sema hawataiba. Piga kelele, sema kama waliiba vitu vyangu, waachie mawe yangu, waachie kipawa, waachie akili, waachie ufahamu. Punga mkono basi kama unabarikiwa. Sema nilichokabidhiwa mbinguni hakitadondoka bure. Kwa hiyo wakati unakuja, kitabu kikafunguliwa kwamba ataenda tarehe hii. Kama watu wanaenda magereza waliofuatiliaga, ukikuta wale wafungwa waliofungwa, inaandikwa kishahukumiwa, inaandikwa tarehe ya kuingia na tarehe ya kutoka. Kwa hiyo wakati anafanya kazi, ukisoma ile jenzi au ile faroli wanaofaa, utakuta tu ameandikwa tarehe ya kuhukumiwa na tarehe ya kutoka. Ndivyo ilivyo. Kuna tarehe umeandikiwa uje duniani, na kuna tarehe umeandikwa umalize kazi urudi kwa Bwana. Na kata usiwe mtalii duniani, kata usiwe msindikizaji duniani. Kuna watu kwenye maisha tuliopo ni wasindikizaji tu. Kwenye baraka ni wasindikizaji, kwenye afya ni wasindikizaji, kwenye elimu ni wasindikizaji, kwenye nyumba ni wasindikizaji, kwa kila kitu ni wasindikizaji. Kataa kuwa msindikizaji, kataa kuwa msindikizaji. Miongoni wanaoolewa wewe miongoni mwao, miongoni wanaofanikiwa wewe miongoni mwao, miongoni wanaosaidia watu wewe miongoni mwao. Ndio kasema nakataa kuwa msindikizaji. Sema nakataa. Nataka niwe na chango, uwe na chako. Hujazaliwa kwa bahati mbaya. Kila kitabu kimeandikwa kila kitu. Muulize leo Mungu. Sasa wajanja wakishaona unabeba mambo mazuri ya baraka, wanawahi kuzima nyota, wanawahi kuiba hicho kitu. Kuna watu hapa kwenye familia mlizotoka, si watu wa kawaida. Kuna watu hapa unajidharau ulivyo, na mbaya zaidi unaangalia kwenye sura yako, sura inakukataa. Unajiangalia kwenye kioo, masikio yamekukataa. Unaangalia macho, macho yanakukataa. Haujui hilo. Yaani nafika mahali paka kiuno kinakukataa, kiuno chenyewe kinakukataa, miguu inakukataa, mdomo unakukataa. Tena ukiangalia kwenye kioo, mdomo inakaa kama chapati. Halafu unasema, unasikia Mungu anasema nakwenda kukuinua, wewe ni mwanangu, kuna kitu nabeba, wewe ni mfanya biashara mkubwa. Mungu aseme uongo. Unaenda kwenye kioo, unasema hivi, unaongea na mimi, hili neno la kwangu, msiamini. Maana kioo kinakwambia, angalia mdomo umekaa kama chapati, masikio yamekaa kama ya tembo, sijui kiuno kimekaa kama mboroi. Sikiliza nikwambie, sikiliza anasemacho Bwana. Akisema Bwana, kinakuja mazingira itishi. Usiangalie mazingira. Mguse mwenzako mwambie usiangalie mazingira. Mwangalie mwenzako mwambie mdomo umekuwa chapati. Mwambie hata kama imekuwa chapati, mwambie ni cha kwangu. Kazi ya chapati ni tamu sana. Sasa kuna watu ile neema ikiibiwa, wajanja wakiiba ile neema. Na leo tutaomba. Hata kama leo hii maandamano na hii hofu imewazuia watu, nitakuombea wewe. Na nikikuombea wewe utakuja na ushuhuda. Jumapili kuna dada moja, kuna mama moja alinitumia message, alisema atakuja kutoa ushuhuda wake Jumapili. Akasema baba, ulipotuma ile message, tuliposema tutume message, nikasema jamani, nitatuma message kwa ajili gani? Alipotuma message, mume wake akamjibu, amejibu, anamwambia tena ametendewa vitu vikubwa jamani, siwezi kushuhudia. Ziko message zao hapa. Anasema milango imefunguka ya kazi, na alikuwa anataka matumizi, analeta matumizi, mambo yamenyoka. Natamka aliyezuia baraka zako lazima achie. Sema hebu jiangalia, sema hapa nilipo ndani kwangu kuna vitu vya goldi. Acha. Hebu jiangalia, sema mimi ni goldi. Hebu sema mimi ni goldi. Hii familia itanitambua.
Sema hii familia itanitambua. Watatambua mimi ni goldi. Watatambua mimi ni wa maana kwenye hii familia. Watatambua ninayo kazi kubwa kwenye hii familia. Watatambua kuna kazi umetuma kwenye hiyo familia. Ninaona wachawi wakipata tabu, naona maajenti wakipata tabu, naona wanafiki wakipata tabu. Kaburi walioandaa wataingia wao, jeneza walioandaa wataingia wao, hasara waliokuandalia itarudi kwao, magonjwa walioandaa itarudi kwao. Kwenye hiyo boma lazima waropoke kitu. Mwisho wao umefika. Sema fire. Sema fire. Sema fire. Namba 4, kusudi la kuwepo duniani ni nini? Kwa nini upo kwenye hiyo familia, kwenye hiyo ndoa, kwenye hiyo madhabahu? Kusudi la kuwepo, kwa nini? Kuna kitu. Hauko kwa bahati mbaya. Kwa nini umezaliwa na wazazi ambao wako hoi? Kwa nini umezaliwa? Sasa shetani akishaona wewe ni mtu ambaye umeandaliwa kwa ajili ya kuja kubeba hiyo familia, shetani anaanza kupambana na wewe. Sikiliza, niliwahi kusema hapa, usijute kuzaliwa kwenye familia maskini. Usijute kama umekuta wazazi wako hawana chochote. Sema asante Mungu, nimeletwa kwenye familia. Cha kufanya, Mungu umenileta kwenye familia, nifanye nini? Mungu anakuambia nimekuleta ubadilishe historia ya wazazi. Nimekuleta uweke heshima kwenye familia. Nimekuleta hawa wazazi wapate heshima. Nami nakutamkia kwenu kutatokea heshima kupitia wewe. Kama sio mtoto wako atokea akibeba heshima ya baraka, sema basi kwangu mimi heshima itatokea. Kwa hiyo wachawi wakishaona unachokibeba wanapanga vita wa kuangamiza. Sema hawataniangamiza. Rudia kwa sasa, sema hawataniangamiza. Uko tayari mwanangu? Uko tayari kudai kusudi la Mungu na hatima ya maisha yako? Mwambie mwenzako, kwa nini umezaliwa? Kwa nini unaishi? Je, ni mpango wa Mungu uteseke na haya mateso ulionayo? Je, ni mpango wa Mungu ushindwe kumaliza nyumba? Je, ni mpango wa Mungu ushindwe kuendesha vitu vyako viende salama? Kuna watu mna ndoto ya kumiliki vitu vikubwa, lakini kila mkipanga vinaishia njiani. Leo nataka nikwambie kataa. Mwambie Mungu, kwenye madhabahu nakataa. Nataka niende level. Habari ya kuugua na kudondoka nakataa leo mwisho. Uko tayari jamani? Uko tayari? Mguse mwenzako mwambie naenda level ya baraka. Sema hii sio ndoto yangu. Hii sio ndoto yangu. Hii sio ndoto yangu. Naenda viwango vingine. Hii sio ndoto yangu. Hii sio ndoto yangu. Naenda viwango vingine. Una imani unaenda viwango vingine? Una imani unaenda viwango vingine? Mguse mwenzako mwambie nenda viwango vya baraka. Viwango vya kupakata watoto. Viwango vya kudeki nyumba yako ya baraka. Viwango vya kutafutwa na mume wako na mke wako. Viwango vya kaka zako kuonekana kule ulikotoka. Viwango vya wadogo zako kubarikiwa na kuinuliwa. Viwango vya mabadiliko vya baraka katika maisha yako. Viwango vya wachawi wakikutazama wadondoke. Viwango ambavyo mbele ya duka lako anayekuloga kuanzia leo ukitoka kwenye ibada akitazama adondoke mwenyewe. Sema naenda viwango vingine. Viwango vya utisho. Viwango vya upenyo. Viwango vya neema. Sema kuanzia leo nilikotoka moto wake. Una imani? Sema kuanzia leo nilikotoka moto wake. Moto wake. Moto wake. Moto wake. Walioshikilia vitu vyangu, moto wake. Wanaonifuatilia, moto wake. Sema kuanzia sasa kila anayenifuatilia, kila anayepambana na mimi, kila anayeshindana na mimi, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo, kuanzia leo hawataweza, hawataweza. Naachilia radi za moto, naachilia radi za moto, naachilia radi za moto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nyanyua mkono juu. Sema Mungu, kwa nini nazaliwa? Kwa nini nimezaliwa? Kwa nini naishi? Naomba leo Mungu nifunulie. Mungu, mimi si wa bahati mbaya, wala sikuzaliwa kwa bahati mbaya. Liko kusudi la mimi kuzaliwa. Sema kwa sauti, sema liko kusudi
la mimi kuzaliwa. Kuanzia leo kwenye familia ya kwetu liko kusudi. Kwa nini nimezaliwa kwenye hii familia? Kwa nini nimeolewa kwenye hii familia? Kwa nini nimepata watoto? Kwa nini vitu vyangu haviendi? Leo nauliza kwenye hii madhabahu, yeyote yule anayeshughulikia familia, naachilia moto. Ndugu zangu wote na wabeba, kaka zangu na wabeba, wadogo zangu na wabeba, na watoa kwenye majalala, na watoa kwenye madimbu ya maji machafu, na watoa kwenye misitu, na watoa kwenye hayo makaburi. Tamka. Sema nakutoa kaka, natoa hiyo biashara yangu, natoa hiyo ndoa yangu, namtoa mume wangu, namtoa mdogo wangu. Tamka kwa imani. Fanya vita. Maombi ya matendo. Rababa inda rabashaka. Natoa waliokamatwa kuzimu, waliokamatwa kwa waganga, biashara iliyokamatwa na waganga wa kienyeji, biashara iliyokamatwa, ufugaji uliokamatwa, ndoa iliyokamatwa, roho iliyokamata waishia njiani. Nakataa na kukamatwa wewe mwanamke. Fanya kama unapambana na kitu mbele yako. Fanya. Rababa shaka inda rabo saka ribo shaka. Kila jeneza na pasua, kila mauti na pasua, ribo shaka katika jina la Yesu aliye hai. Sema kuanzia leo hakuna mauti tanifuatilia. Nyosha mikono uliko tukasema, yeyote yule aliyezoea kututesa, nyumbani kwangu kuwake moto. Sema kwa sauti, nyumbani kwangu kuwake moto. Kwa jina la Yesu. Kila mauti nakata. Sema achia hatima ya familia. Sema achia hatima zangu, achia hatima ya biashara yangu, achia hatima ya ndoa yangu, achia hatima ya mume wangu. Tamka tu. Sema kuanzia leo hatima yangu iachiliwe kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu. Ili wachawi na ufalme wa kuzimu wa kuangamizi, wanachofanya kwanza ni kuharibu hatima yako. Kisha haribu tu, wendi tena mbali.